Jambo la kwanza, mtu anapokuambia vumilia, ujue kwamba kuna uchungu, ujue kwamba kuna maumivu. Hakuna kitu ambacho kisichokuwa na maumivu kinavumiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna dawa ambazo ukimpa mtoto, kila siku ikifika muda wa dawa atakukumbusha, baba, sijameza dawa, mama, sijameza dawa. Na kuna dawa ambazo ukimpa, kila siku ikifika muda wa dawa anaanza kupiga chenga, mara anajidai amelala, mara anaanza kulia. Kwa sababu gani? Kuna vitamu na vichungu. Sisi wa Kristo tunapenda vitamu sana. Yaani kuna mahubiri nikianza kuyahubiri hapa sitasema Bwana Yesu asifiwe, lakini mtasema nini? Amen. Sitakuambia simama, lakini utasimama. Sitakuambia piga vigelegele, lakini utapiga nini? Vigelegele. Kwa sababu ni nini? Tamu. Lakini neno la Mungu leo linatuambia mwenye kuvumilia hata mwisho ataokoka. Mwenye kuvumilia hata mwisho ataokoka. Wako watu wengi wanaanzaga kuvumilia, atavumilia la kwanza, atavumilia la pili, lakini akienda baadaye anasema nimechoka. Petro akamwendea Yesu akamuuliza, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nimsamehe? Hata mara 7? Yaani kweli anikosea mara 7 nimsamehe? Maana yake amekosewa ya kwanza amevumilia, ya pili amevumilia, ya 3 amevumilia, ya 4 amevumilia, ya 5 amevumilia, ya 6 amevumilia, na ya 7 avumilie. Yesu anamwambia, sikuambii mara 7, lakini nakuambia hata 7 mara 70. Yaani sio kwamba kukosea tu hizo 7, hata uongeze na 70 zingine. Hata usiongeze hizo mara 7, uweke ya kwanza mara 7, ya pili mpaka ifike mara 7 ya 70. Bado endelea kufanyaje? Kumsamehe. Bado endelea kumvumilia. Mwenye kuvumilia hata mwisho. Wataalamu wa kupanda milima wanasema mlima unapofika karibu na kileleni, unapofika karibu na mwisho wa mlima, ndio safari inakuwa ngumu kuliko mwanzoni. Kama ni mashindano, hata kama uliweza kupanda mlima wote ukiwa unakimbia, ukafika pale umebakiza hatua moja ufike mwisho, useme nimepambana sana, hata hapa palipofika, kwa kuwa mimi nilikuwa nakimbia, inatosha kupata ushindi. Atakuja kikongwe mmoja anayepanda huo mlima na mkongojo, atapita atafika pale juu, ataitwa mshindi, wewe utabaki. Mwenye kuvumilia hata mwisho. Muulize mwenzio, unaweza kuvumilia? Leo tuna Wakristo wasiokuwa na dhehebu maalum, yaani hawaendi kumwabudu Mungu kwenye dhehebu fulani, wanaenda kukimbia maumivu. Na bahati nzuri, yaani eneo hili kwa nadharia linaonyesha kuna watu wanaompenda Yesu kweli, kwa sababu nimekuja Ijumaa jioni, sijatembea sana, nimeenda nimefika kwenye maduka hapo mjini hapo, nimeenda hivi kidogo, lakini nimeshaona makanisa ya kutosha kuliko hata kule kwetu. Maana yake ni watu wanampenda Mungu. Lakini ninachoogopa ni nini? Huenda ikawa kuna wengine anapiga makitai, anaangalia huku, leo tunaambiwa tutoe 5,500 ya jengo, anahamia pale. Akisikia pale tutoe 10,000, anahamia pale. Akisikia tutoe ngapi, anahamia pale kwa chini. Akisikia tutoe ngapi, anahamia tena kwa chini. Anakimbia maumivu, anakimbia kumtumikia Mungu. Mungu ametuweka hapa duniani kwa kusudi moja tu, tumtumikie yeye kwa uaminifu, na hicho tu peke yake ndio tulicho hapa mbele za Mungu. Tumeapa kumtegemea na kumtumikia kwa uaminifu mpaka tutakapofanyaje? Tutakapokufa. Mpaka tutakapokufa. Kwa hiyo ili Mungu akuhesabu ya kwamba umekufa, anaangalia utumishi wako. Leo nikisema mimi
mtumishi wa Mungu tena. Pale nilipoacha kuwa mtumishi wa Mungu, habari ya maisha yangu Mungu anaifunga, kwa sababu nimefanyaje? Nimekufa. Turudi katika somo tulilosoma.